watahukumiwa kwa kutoliheshimu taifa lile pia na bendera yake. Hivyo atahukumiwa mtu ajifanyaye mjanja kwa kusema siku ni siku ya saba siyo bora sana. Hivyo Mwenyezi Mungu kaitenga siku ya saba iwe ni sabato kwake pia kwa watu wake. Kwa nini nijifanye mjanja nikisema siku ni siku? Ndugu na dada, nakaribisha tena katika kipindi hiki cha Tusome Biblia ili tuweze kuona vile Yesu anahitaji kwa ajili yetu. Na kabla ya hiyo tupenda tuombe. Baba, unapaswa kutukuzwa milele tunapoanza kipindi hiki. Tunaomba Roho Mtakatifu uweze kutufundisha kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Siku ya leo mada yetu ya siku ya leo ni juu ya ushindi. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 3:21 ambayo ni utangulizi. Utangulizi wetu ni Ufunuo 3:21. Sikia vile inasema hivi: yeye ashindaye nitampa haki ya kuketi pamoja nami kwenye kiti changu cha enzi, kama vile mimi nilivyoshinda na nikaketi pamoja na Baba yangu kwenye kiti chake cha enzi. Yeye ashindaye ataketi na Yesu. Kama unataka kukaa na Yesu siku moja, kuwa kati ya washindi. Na kama hautakuwa mshindi, hautaketi na yeye. Biblia inasema vizuri. Na ni ushindi ya kushinda nini? Kuna hatua 7 ambayo tutazungumzia juu ya ushindi siku ya leo. Hatua ya kwanza, vita kati ya Kristo na Shetani ilianza mbinguni, lakini Yesu alishinda. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Unajua vita kati ya Kristo na Shetani, vita ya dhambi haikuanza juzi. Vita ilianza mbinguni. Ukisoma Ufunuo 12:7 hadi 9, utafuatilia ukiangalia katika screen ukisoma. Ufunuo 12:7 hadi 9. Sema hivi: basi walikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na hilo joka. Nalo joka pamoja na malaika zake likapigana nao. Lakini joka na malaika zake wakashindwa. Na hapakuwa tena na nafasi yao huko mbinguni. Lile joka kuu likatupwa chini. Yule nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi au Shetani, aupoteshaye ulimwengu wote, akatupwa chini duniani, yeye pamoja na malaika zake. Vita ilipofanyika mbinguni, vita hii ilianza namna gani? Ilifanyika mbinguni. Kuna siku tutazungumzia vita hii tena. Kuna siku nitakuzungumzia vita mbinguni. Hii vita ilipoanza mbinguni, Shetani akihitaji kuchukua mamlaka, Shetani akihitaji kufanya kinyume cha muumbaji wake. Hiyo vita ilipofanyika mbinguni. Na hata wewe unafikiri nani angeshindwa? Shetani alishindwa. Na aliposhindwa akatupwa chini duniani, yeye pamoja na malaika zake. Kwa hivyo vita ilianza mbinguni, lakini ilikuwa ni kati ya Kristo na Shetani na akatupwa. Ukisoma Ufunuo 17:14 inasema hivi. Ufunuo 17:14, watafanya vita na mwanakondoo, lakini mwanakondoo atawashinda, kwa sababu yeye ni Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Yeye atakuwa pamoja na watu wake walioitwa, ambao ni wateule wake na wafuasi wake waaminifu. Shetani atajaribu kufanya vita na Yesu. Na alijaribu lakini akashindwa. Na hata atakapojaribu hawezi weza, kwa sababu Yesu ni Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, na yeye ni muumbaji. Wewe ambao ni kiumbe, utawezaje kushinda muumbaji wako? Ijiulize hata wewe, mtahesabikana kweli na Mungu ambaye ni muumbaji wako? Na itawezekana. Hatua ya pili, Yesu alipokuwa duniani alishinda dunia. Alipokuwa hapa dunia, waje nikueleze jinsi Yesu alipozaliwa. Ukisoma, Yesu alizaliwa katika njia ya Daudi. Yesu alivaa mwili wa mwanadamu. Alizaliwa katika utu. Angekasirika, angelia. Hata kuna siku alilia, wanasema kwamba Yesu akalia. Ukisoma Biblia utapata hiyo. Alafu Yesu huyu pia angehuzunika. Yesu huyu pia
angefanya chochote ambayo ni mbaya. Shetani alimjaribu. Angalia akiwa na njaa. Alipoenda nyikani, Shetani akamjaribu akamwambia, na alikuwa amekaa siku 40 bila kula. Imagine umekaa siku 40 bila kula. Alafu Shetani akakuja kwake akamweleza, kama wewe ni mwana wa Mungu, badilisha mawe hii iwe mkate. Na unajua hata kama kweli na kweli Yesu angebadilisha. Angebadilisha. Wacha nikueleze, kama kuna jaribu ya ajabu, ujaribiwe kwamba hebu jionyeshe kama wewe ni mwanaume. Kama wewe ni mwanaume, hebu nionyeshe. Hata kuna watu usijaribu kuambia mtu pumbavu kwamba wewe ati wewe unajifanya wewe ni mwanaume. Wewe unasema wewe ni mwanaume. Kama wewe ni mwanaume basi fanya nijue. Hebu jaribu kunipiga kofi. Hata kupiga kofi maana ni mpumbavu. Lakini mtu ya hekima hawezi kukupiga, anakuangalia na anaenda. Atakuwa amekushinda. Shetani alikuwa anataka Yesu akubali hiyo kuchokorwa. Maana alimchokora kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Ati ndio uliumba mbingu na vitu vyote hivi. Na unashindwa kubadilisha hii mkate, hii mawe tu kwa mkate, na Yesu akabadilisha. Yesu alimjibu nini? Mtu hawezi ishi kwa mkate pekee. Yesu alishinda. Alishinda ulimwengu. Alishinda Shetani. Hebu sikia kusomea kitabu cha Yohana 16:33. Yohana 16:33. Nimewaambia mambo haya ili mpate kuwa na amani mkiwa ndani yangu. Ulimwenguni mtapata dhiki, lakini jipeni moyo, kwa maana mimi nimeushinda ulimwengu. Amen. Hii dunia kuna dhiki. Hata Yesu alikaa siku 40 bila kula. Alipata dhiki. Alikuwa na njaa. Hata alipokuwa akitembea unaona alikuwa anataka kuanguka. Akienda pole pole, lakini alishinda. Hata alijaribiwa tena. Shetani akamwambia kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu, jitupe katika hekalu. Alimpeleka kwa hekalu juu. Tupe chini. Maana Mungu atutuma malaika saka akuokoe. Hili tujue. Yesu akamwambia usimjaribu Mungu wako. Mungu wetu huyu Yesu alishinda ulimwengu. Alishinda mambo mengi. Wewe ukimkubali Yesu ambaye alishinda ulimwengu, hata wewe utashinda. Yesu alikuwa ni mwanaume wa 33, asangaoa lakini hakuoa. Na kama angetamani wasichana, ungesikia hata scandal siku moja ya mwanamke na Yesu. Hata scandal moja ungesikia. Alisimama imara Bwana. Alishinda. Na kama Yesu alishinda, hata wewe huwezi shinda. Kama Yesu alishinda, wewe huwezi shinda. Soma kitabu cha Wakorintho wa pili 5:21. Tusome. Wakorintho wa pili 5:21. Kwa maana Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kufanywa haki ya Mungu kwake yeye. Yeye alifanywa kuwa na dhambi. Maana hakuwa na dhambi. Akavalishwa mwili ya mwanadamu ambaye angekasirika, ambaye angefanya yoyote, lakini akashinda. Imagine Yesu akiwa msalabani. Waje nikueleze vile alishinda ulimwengu. Yesu alipokuwa msalabani. Alipokuwa msalabani akatemewa mate. Akapigwa kofi. Akawekwa, hakujibu hata moja. Hakujibu kama ni wewe. Waje mtu ajaribu kutemea mate kidogo. Wewe vile utafanya. Hata unanitemea mate wewe. Wewe unajua pigo ndani kwanza, ngoja kwanza. Lakini Yesu alitulia tu hivi. Ushindi. Waje nikueleze, ukiona mtu wako yako langa maneno mingi, usifikirie mtu ni mshindi. Washindi ni wala watu ambao hata yule mama ambaye ni mshindi kwa nyumba, si mama ya maneno mengi. Mimi hata wewe mzee, pote unafika hapa saa 5 ya usiku. Wewe mwanaume hii, hata nilisikia ulikuwa na nani? Hata wewe hiyo mama ni mjinga na mpumbavu. Hata kama ni Mkristo si mshindi. Watu washindi ni watu ambao wanasimama imara. Watu washindi hata kama wakipaiwa babaya hawatajibu. Hata akipigwa kofi hawezi kurudisha. Hata akitukana hawezi kurudisha matukano. Lakini unapotukana umeshindwa. Hatua ya 3. Mungu hataruhusu tujaribiwe kushinda uwezo wetu. Mungu hataruhusu tujaribiwe kuliko uwezo wetu ili tuwe washindi. Anapenda tushinde. Kwa hivyo majaribu ambayo ataruhusu sana tujaribu, atakubali ile ambayo tunaweza. Ni kama unapotoa kilo 50 ya mbolea na uweke mgongo ya mtoto ya miaka 5, utakuwa unfair.
Mungu, God is not unfair, he is fair. Ataruhusu tujaribiwe ambao ni fair. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 10:13 nasema hivi. Hakuna jaribu lolote lililowapata ambalo si la kawaida kwa wanadamu. Naye Mungu ni mwaminifu. Ataruhusu mjaribiwe kupita mnavyoweza, lakini mnapojaribiwa atawapa njia ya kutokea ili muweze kustahimili. Amen. Mungu wetu anasema kwamba yeye ni mwaminifu. Ataruhusu tujaribiwe kupita ile tunaweza. Kwa hivyo jaribu ikikuja ni ile utaweza. Ile jaribu mke wa Potifa alijaribu nani? Joseph. Alikuwa mwanamke mzuri. Mnajua mke wa Potifa alikuwa smart. Unafikiri wafalme wa siku hizo walikuwa wanatafuta mwanamke ambaye alikuwa kwanza anaitwa Miss. Alikuwa anaitwa Miss Egypt siku hiyo. Angetembea mbele kwanza hivi vile anatembea hivi mpaka aone kwamba ndio huyo anamchukua mke. Si hivi. Alikuwa anatafuta tena sura mzuri. Soma Biblia upate mzuri. Kwa hivyo Yusufu akapewa kukaa katika nyumba ya Potifa. Na yule mwanamke mzuri, sura safi kabisa. Na Yusufu alikuwa mwanaume tena amejaa. Tena kijana barubaru. Lakini mke wa Potifa akaja. Akamweleza nimekupenda, akajaribu akakataa. Mpaka akamshika. Alipomshika kwa mkono hivi, Yusufu akatoroka. Yaani hata wewe ukishikwa, yaani hata wewe unasema tu, unajua watu wanasema siku hizi niliteresa. Hata wasichana wanasema kwamba hata sikumaliza form 4. Haki nilisikia niliteresa nikaanguka nikazaa. Hiyo bana, hiyo ni kujibatia. Hiyo ni kujibeleka. Unajua unajibeleka tu kwa majaribu. Tena unajiangusha mwenyewe. Unasema lakini Yusufu aliwacha koti. Mungu hataruhusu tujaribiwe kushinda uwezo wa wetu. Mungu hataruhusu uanguke. Kwa hivyo kama umekubali Mungu, utaanguka, utashinda. Ukisoma kitabu cha Zaburi 3:8 nasema hivi. Kwa maana wokovu watoka kwa Bwana. Baraka yako na iwe juu ya watu wako. Wokovu wetu na ushindi wetu inatoka kwa Bwana Yesu. Ukitaka kushinda ni kutoka kwa Yesu tu. Maana hawezi kuruhusu tujaribiwe ambaye hatutaweza. Na akiona kwamba unaweza na anajua kwamba unahitaji kushinda, atafika hapo. Yes. Halo. Yesu wetu anakupenda, anatupenda. Na je, unajua anakupenda? Na unajua kwamba huyu Yesu atakupa ushindi. Anahitaji ushinde. Kama shetani alishindwa, mbona wewe unasema tu tunashindwa? Wale watu ambao wanazungumzia tu maneno ya kushindwa, maneno ya kutereza. Mzee mmoja alitueleza siku moja tulikuwa tunahubiri akaniambia sikia. Hakuna siku nyinyi vijana mtashinda. Siku nilikuwa kijana. Tulikuwa kijana mdogo, bado nilikuwa shule. Na tulikuwa tunahubiri. Shule ikifungwa mwezi wa 4 tunaenda kuhubiri, tukaenda tukahubiri siku nyingine. Tulipokwenda mzee mmoja akatueleza sikia kijana. Nyinyi vijana nyinyi. Mtashinda. Nyinyi ngoja mtakunywa pombe siku moja. Ngoja mtaanguka kuna hiyo wasichana. Kasema achana hiyo vitu. Mtaweza, lakini waje nikueleze. Huyo Yesu tulikubali alitupatia ushindi mpaka sasa hivi. Haya nikueleza alitupatia ushindi. Na kama unajua ushindi kuna wale wanaoshinda. Wale ambao washindi ni wale ambao wanakataa kutegemea Yesu. Wale ambao washindi ni waoga. Hatua ya 4. Tutashinda tukivaa silaha kamili ya vita. Tukivaa silaha kamili ya vita tutashinda. Lakini tusipovaa silaha tutashinda. Unapotaka kwenda vita rafiki, inahitajikana mpaka uwe na silaha. Na kama una silaha usijaribu kwenda kufanya vita na sehemu nyingine. Elewa kwamba shetani yako. Na vita vyetu ni si vita vya kimwili, ni vita vya kiroho. Na vita vya kiroho tunapigana na silaha za kiroho. Na kama hauna silaha za kiroho hauwezi kushinda vita. Sasa inatakikana ufae silaha kamili. Na ukifaa hii silaha kamili utashinda.
Kwa hiyo ndugu zangu, ukisoma kitabu cha Waefeso, Paulo anasema nini? Kitabu cha Waefeso 6:13 anasema hivi: kwa hiyo faeni silaha zote za Mungu ili muweze kushindana siku ya uovu itakapokuja, nanyi mkiisha kufanya yote simameni. Faa silaha zote za Mungu. Na mkisha faa hizi silaha za Mungu, akasema simameni. Mtu akiokoka, mtu akipata wokovu, kwamba umeokolewa na Yesu na umekubali kutembea katika maisha ya Yesu, umefaa silaha, simama. Usianguke tena. Stand. Simama. Yes. Ndio Paulo anasema kwamba simameni. Ukisoma Waebrania 4:12, ukishafaa silaha ambayo ni neno la Bwana. Unajua hii silaha ni neno la Mungu. Paulo anasema hivi, Waebrania 4:12, kwa maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, lina makali kuliko upanga wowote wenye makali kuwili, hivyo linachoma hata kusigawanya nafsi na roho, viungo na mafuta yaliyo ndani yake, tena li chepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Bwana liko hai, lina nguvu, lina ushindi. Tukishika neno la Bwana tutapata nguvu. Tukisoma maandiko matakatifu, lina nguvu ya kukubadilisha, lina nguvu ya kukufanya mshindi. Ukitaka kuwa mshindi, soma neno la Bwana. Faa silaha kamili ya Bwana. Na kama unafaa silaha, usifae tu peke yake ya kufaa sehemu chache. Hata kama ukitaka kuzuia baridi, uweze faa tu nguo tu hapa chini uwaje juu, au ufae utaingia na baridi. Faa silaha yote, funga nguo yote. Silaha zote ni soma Biblia yote, ujue kitabu cha Ufunuo inasema nini, kitabu cha Mwanzo linasema nini, kitabu cha Mathayo linasema nini, linasema nini, Biblia yote sehemu fulani linamaanisha nini. Wala wanaofaa silaha nusu watashindwa. Unafaa nusu, unafikiri utashinda? Usiposoma maandiko. That's why tunasema tusome Biblia. Sasa nakwambia fuatilia kipindi hiki kila wakati ili uweze kuelewa kwamba tunaposoma Biblia unaelewa nini, umepata nini. Wala ambao wanasikia kipindi kila siku, sharti utakuwa mshindi. Waje nikueleze. Wala ambao wanakaa katika kituo hiki kila wakati, sana kaa wakati kama huu, ili usikie ujumbe huu, ndugu yangu, lazima utashinda. Ukisoma Waefeso 4:14-15 inazungumzia wala wana ni kitu gani tunaposoma Biblia, tunapofundishwa. Lengo la Mungu ni nini? Hebu sikia Waefeso 4:14-15. Hili tusio tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo na mafundisho kwa ila za watu, kwa ujanja, kwa kufuata njia zao za udanganyifu. Badala yake tukiambiana kweli kwa upendo katika mambo yote, tukue hata tumfikie yeye aliye kichwa, yani Kristo. Akasema kwamba tusio watoto wachanga ya kutupwa pande ile au pande ile. Kiingereza inasema kwamba so that tusikuwa watoto ambao tunapenduliwa na any doctrine. Waje nikusomee kwa Kiingereza. Waje nikusomee hii vile kitabu cha Waefeso hiyo. Kitabu cha Waefeso 4. Nataka nikusomee hii kwa Kiingereza na uweze kusikia vizuri. Kitabu cha Waefeso 4 ni fungu zuri sana ambao napenda. Nikisoma kwa Kiingereza nafurahia sana. The book of Ephesians 4, let me start from verse 13. Nasema hivi. Nasema hivi. For the equipping, nasema, and for the equipping of the saints. The word of God is there to equip the saints. Let me tell you that. For equipping the saints, for the work of the ministry, for edifying of the body of Christ. Verse 13. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man,
Tufikie wakati ambapo wewe umekuwa perfect man to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting. Yaani hii sipeloko ovyo ovyo. Unataka na watu wanabadiliwa tu kwa kutokuwa na neno la Mungu. Wanabadiliwa tu wakifundisha sema, "Ndio, hata maana hajasoma, hajachunguza, hajapata ukweli." Hatua ya 5. Wale wanaoshinda ni wenye nguvu katika Bwana na walio imara kwa imani. Unataka kushindwa, unataka kuwa mtu wa nguvu kwa imani. Je, unajiuliza wewe una nguvu hata wakati watu wewe unajua? Niliuliza mwingine nikauliza, "Wewe uko namna gani kwa imani?" Akaniambia, "Siku hizi naona imani yangu si sawa. Nimelegea basta." Kwa hiyo unajua umelegea, lakini usilegee, kuwa na nguvu. Simamisha nguvu, tembea kwa nguvu. Bana kaa hivi na kuangutera. Wale wanaoenda mbinguni, wale watakaoshindwa ni watu imara, si watu hivi. Waefeso 6:10 nasema hivi, "Hatimaye msidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake." Kuwa hodari, kuwa na msimamo, kuwa mtu wa kuwa imara. Watu ambao wana nguvu, watu wa imara watasimama, watakuwa washindi. Usipokuwa mtu wa imara utakuwa mshindi. Na wewe nikueleza rafiki yangu, hata wale ambao aje nikwambie sikia leo, hata wale ambao wanataka utajiri ya dunia hii, wapate pesa, wapate masomo, hata kama unataka kupata degree mpaka PhD, usifikiri mtu mwenye ameenda mpaka PhD ni mtu ambaye amecheza. Amesoma, amekuwa imara. Mtu ambaye amefanya biashara akawa mshindi, amefanya kwa nguvu, amesimama. Fikiri mtu anaweza kuwa na matatu 20. Kuna watu wana lori 50, trailer 100 na kitu. Kuna ana manage yote. Kama ni mtu ya kulega ataweza. Mtu wa kulega nimeshinda ninaona hii kazi ni ngumu. Kwenda. Kuna watu wa nguvu ndio watashinda. Watu wa kufanya kazi. Watu wa kusoma. Kama umefika kusoma, anasoma mpaka anakuwa dokta. Sasa wewe ukitaka kuwa mshindi uende mbinguni, uwe mtu wa Mungu, unafikiri utasema tu haki. Nilisoma Biblia. Haki hata sikwenda kanisa leo. Haki hata nilijaribu tu nikaanguka. Pachana hiyo. Sikia Mathayo 11:12. Yesu anasema hivi. Sikia from God's mouth. Yesu mwenyewe akisema. Unajua watu wanasema kwamba unajua mbinguni tu tutaenda tu kwa hakuna, we cannot drift to heaven. Tutatuke tukio huko. Safari ya mbinguni tunaanza sasa. Safari yetu ya kwenda mbinguni unaanza sasa kama unaanza kutembea kwa maisha ya Kristo Yesu. Mathayo 11:12. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hadi sasa ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu watautega. Ufalme wa mbingu utaona hiyo, utaweka hiyo kwa screen usome. Mathayo 11:12 usome vizuri. Waje nirudie, tangu siku za Yohana Mbatizaji hadi sasa ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wanautega. Watu wa nguvu, watu wa kushika neno la Mungu seriously. Mwingine alinieleza mwingine, wewe kulikata, nilikuwa kijana, nilikuwa hata sikuwa pesa. Naambia kulikata, wewe unashika hii maneno sana. Naona wewe ni mtu unashika mambo ya Mungu kabisa. Hata vijana mnaambiwa na kijana wasichana wanasema, ni vijana kushika maneno ya Mungu sana, waliakoka sana. Achanga kidogo, alafu tufanye vitu. Bana. Shika, mimi nilishika kwa nguvu na nitashika. Na kwanza hata ninaanza hata saa hii, kutoka saa hii ninapohubiri saa hii. Hiyo nguvu imeanza kunishika. Ukisikia kitabu ukisema walio imara kwa imani pia. Ukisoma Filipi 4:1. Kwa hiyo ndugu zangu, ninawapenda na ambao ninawaonekana shauku
nyinyi mlio furaha na taji yangu, hivi ndivyo iwapasavyo kusimama imara katika Bwana. Nyinyi wapenzi wangu, simama imara katika Bwana. Ukisoma Yohana wa kwanza 5:4 anasema hivi: kwa maana kila aliyezaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Huku ndiko kushindako ulimwengu, yaani imani yetu. Aliyezaliwa na Mungu anashinda ulimwengu. Kama umekubali Kristo aishi kwa maisha yako, utashinda ulimwengu. Tutashinda ulimwengu, lakini tusipozaliwa katika Kristo Yesu tutashinda ulimwengu. Wewe umezaliwa katika Yesu, utashinda ulimwengu. Hatua ya 6. Watu walio waoga hawatakuwa kati ya washindi. Waoga! Watu ambao wanaogopa, unajua hiyo amri kabisa, hiyo amri ya Mungu ni ngumu. Unajua hata maneno ya kwenda kanisa ina shida. Waoga hawatashinda. Ufunuo 21:8. Lakini waoga, wasioamini, wachafu, wauaji, wasinzi, wachawi, waabudu sanamu pamoja na waongo wote mahali pao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Lakini waoga na wasioamini, waoga hawatashinda. Hawaendi mbinguni. Kuna mtu anaogopa anasema kwamba nimeambiwa sasa, kama niwaambiwa kwamba tuende tufanye hivi, kama hii kijana alinieleza kwamba tusifanye hivi, sitakuwa. Unaogopa. Sasa kwa sababu amesema atanioa, siwache atanifunja amri. Waoga. Mwingine anaambiwa kwamba tuvunje amri za Mungu, twende tukunywe pombe ndio ujue ninakupenda. Wacha na hiyo. Timotheo wa pili 1:7. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali roho ya nguvu, ya upendo na ya moyo wa kiasi. Mungu wetu hakutupatia roho ya uoga. Tumepewa roho ya nguvu, roho ya upendo na moyo wa kiasi. Yoshua 10:8. Bwana akamwambia Yoshua, usiwaogope watu hawa, nimewatia mkononi mwako. Hakuna yeyote atakayeweza kushinda nawe. Mungu anaeleza Yoshua, usiogope watu hawa. Waoga au wawezi kushinda. Ukiwa muoga huwezi kushinda. Lakini ukiwa mtu mwenye nguvu, mwenye unaacha uoga, shujaa. Shadraka, Meshaki na Abednego, kama ungao waoga hawangeingia kwa moto. Danieli kama angekuwa muoga angekubali kuingia kwa tundu la simba na wakakaa na simba huko ndani. Kina Petro angekuwa waoga hawangekubali kuuawa. Yesu akakuwa muoga angekubali kwenda msalabani. Kwa hiyo wewe ni muoga kwamba, lakini ukisimama na neno la Mungu, usimama imara, utakuwa muoga. Utasimama na kusema kweli kwamba sitende dhambi, sifanyi, endeni mahali mnaenda, na utasimama. Hatua ya 7. Mungu wetu atatupigania na ushindi utapatikana kwa Yesu. Mungu wetu atatupigania. Hiyo ni hatua ya 7. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 20:4 anasema hivi: kwa kuwa Bwana Mungu wenu ndiye huenda pamoja nanyi ili kuwapigania dhidi ya adui zenu na kuwapatia ushindi. Mungu wetu atatupigania, si wewe sasa peke yake. Ushindi utapatikana. Kuna wimbo anasema kwamba ushindi ni wetu tukiwa na Yesu, tutakula mizabibu tuliyowekewa. Ushindi ni wetu tukiwa na Yesu. Ukiwa na Yesu, ushindi ni yako rafiki yangu. Yesu mwenyewe atakupigania. Kama wewe una shida fulani, hebu mpatie Yesu hiyo shida. Kama wewe kuna dhambi ambayo hujashinda, hebu mpatie Yesu hiyo. Ushindi ni ya Yesu. Utashinda, utashangaa. Kuna mambo mengi ambayo tulishinda. Usi kwamba we are not special. Usione wafisa ambao walishinda, don't think they are very special. No, they were sinners. But wakati Yesu alipoingia katika maisha, ushindi kapatikana. Wakorintho wa kwanza 15:57. Wakorintho wa kwanza 15:57. Paulo anasema hivi: lakini ashukuriwe Mungu, yeye atupaye ushindi kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ashukuriwe Mungu,
Yeye atupaye ushindi. Mwenye anatupatia ushindi ni Yesu. Tumshukuru Yesu ambaye anatupatia ushindi. Ndugu na dada, ushindi tumepewa tayari. Ushindi kwa Yesu. Ushindi tumeshaupata. Ushindi wa Yesu pekee. Utapata ushindi dada yangu. Umesumbuka miaka nyingi. Labda umekuwa maskini hata pesa huna. Labda umekuwa maskini ya kiroho. Umekuwa maskini ya kifedha. Una school fees. Una nguo. Umekosa kupata mke. Kuna mtu ametafuta mke na hajapata. Lakini utakapoomba Mungu, utapata ushindi, utapata mke wa kweli. Ukiwa umeshindwa na dhambi, ukiwa umeshindwa na pombe, ukiwa umeshindwa na kila kitu, hebu muende Yesu. Leo ninakuita ili uweze kupata ushindi katika Yesu. Mpaka utapata ushindi. Na waje nikueleze, hata unapoteleza, umeanguka leo, unaanguka kesho, usilale. Hebu endelea kuuliza Yesu ushindi. Hebu endelea kuangalia Yesu. Usikate tamaa, usiangalie chini. Na unapoanguka, wale wanapoanguka wanakaa chini, hawatashinda. Lakini wanapoanguka na kuamuka na kusema sikaanguke tena, hata ukiteleza kidogo unaamuka mpaka utafika siku ambayo utaanguka tena. Ndugu yangu, ni nani anahitaji ushindi katika Yesu? Kama unahitaji ushindi huu, hata ukijiona kwamba ni mbaya sana, ukijiona kwamba hujaokoka na unahitaji ushindi, weka mkono wako juu. Hebu na tuombe. Baba Mungu, angalia huyu ndugu, huyu dada, huyu baba, huyu mtoto, huyu nani, wote ambao wameweka mikono yao juu. Wewe unawaona na unaona mioyo yao. Naomba uweze kuwapa ushindi. Kuna watu wana shida ya fees. Kuna watu wana shida ya school fees. Kuna watu wana shida ya afya ya miili yao. Uweze kuwashindia magonjwa ambayo katika miili yaondoke katika jina la Yesu. Hebu wapate furaha katika maisha yao siku zote. Tunapoomba Baba, tunajua kwamba tutapata ushindi na utakaporudi tutakaa na wewe katika kiti cha enzi. Kwani tunaomba kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Nakukaribisha tena wiki ujao kwa saa na wakati kama huu. Na kama unataka kupiga simu, piga simu yako baada ya kipindi hiki. Unaweza kuwa huku sikushika simu yako wakati kipindi kilikuwa kinaendelea, lakini nitashika simu yako baada ya kipindi hii. Hebu nipigie simu. Hata kama ni kesho, nitazungumza na wewe. Na ndugu na dada, na kama ulipata kipindi hiki nusu, hebu enda kwa YouTube. Alafu utaangalia YouTube. Tusome Biblia by Pastor Jonathan Kurugat. Kwa Jonathan Kurugat tusome Biblia. Utapata na umewekewa mada. Unaweza kusubscribe, utakuwa ukipata. Mungu azidi kukubariki katika jina la Yesu. Kwa kutoheshimu taifa lile pia na bendera yake, hivyo atahukumiwa mtu ajifanyaye mjanja kwa kusema siku ni siku ya saba siyo bora sana. Hivyo Mwenyezi Mungu kaitenga siku ya saba iwe ni sabato kwake pia kwa watu wake. Kwa nini nijifanye mjanja nikisema siku ni siku?